Karibu katika kipindi cha Safari ya Wito na Mhashamu Demin Denis Dalo, askofu mkuu wa Jimbo Katoliki Songea. Katika dakika 30 hizi za kwanza, askofu mkuu Dalo anatoa katekesi ya kina juu ya wito mtakatifu. Mimi ni Eric Pasco Jr. nikiwa naye Tekla Revocatus. Nashukuru sana. Maana ya wito. Wito ni mwaliko wa Mungu kwa mwanadamu ili ashiriki mpango wa Mungu wa kujenga na kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa kifupi ni jambo hilo, na chimbuko lake la wito ni Mungu mwenyewe, kama tulivyoona juu ya lengo na chimbuko lake. Ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mpango wake ndio yeye hutoa mwaliko ili sisi binadamu tuitikie. Chanzo na chimbuko sio utashi wa mwanadamu katika wito anayoitikia, bali ni Mungu mwenyewe. Anamwita nani, amwite wakati gani, amwite wito upi. Na hapa ndio ningependa pia kutoa, manake hapa tunatoa mwito mbalimbali. Kwa kweli mito hii ya pekee ni pamoja na mito ifuatayo: wito wa ndoa takatifu, wito wa upadre ama daraja takatifu zaidi, wito wa utawa na wito wa maisha ya wakfu. Mito hii ya pekee ni mito ya huduma, kwa maana kwamba humsaidia mtu na kuwasaidia wengine kutafuta utakatifu. Hilo ndilo lengo kubwa ambalo linakuwa mbele yetu. Labda kidogo pia nieleze kila wito wa pekee, yaani kwa mfano wito wa ndoa kama tulivyokwishaona, ndoa takatifu, wito wa daraja takatifu, wito wa utawa na maisha ya wakfu, una roho maalum, karama maalum, utume maalum na njia maalum za kuutambua na kuuleta na kuulea na kuuishi. Alama au ishara za kutambua wito wa pekee ambao hapa tumekwisha sema, hususan leo tuchukulie wito wa daraja takatifu. Una viashiria vyake ambavyo hivyo walezi wanaviona kwa wale walelewa, na taratibu huvilea na kufikia maamuzi ya yule anayeitwa na wale wanaomlea. Viashiria ni kama vifuatavyo: kiu, hamu, yani hamu na utayari wa kuyatoa maisha kwa ajili ya huduma ya kimungu. Inaonekana katika malezi yale huyu anaweza akawa navyo, na walezi wanazingatia kuhakikisha kuvilea hivyo na kuvikomaza vizuri. Halafu ukaribu wake wa pekee kwa maadhimisho ya sakramenti, hasa maadhimisho ya misa takatifu. Kiu na hamu ya kuwahudumia wengine katika mambo ya kichungaji. Ukomavu wa kisaikolojia na kiakili kiasi cha kuweza kufuata malezi na majiundo ya daraja takatifu na hasa wito wa upadre.
na pia tunaangalia kwa walezi utayari wa kupokea malezi kadiri ya taratibu za kanisa, utayari usiokuwa na shaka wa kupokea na kuishi viapo na karama za kipadre, ikiwemo mambo ya utii, useja, kama mnavyoona siku ile ya watu wanapopadirishwa ama wanapopata ushemasi, na kutofungamana na mali za kidunia. Pia inajumuisha utashi wa kuenzi maisha ya jumuiya mbalimbali. Baba Askofu, kwa mfano, kwa upande wako ni alama zipi zilionekana kwa wale waliokuwa walezi wako na ikapelekea ukajiunga na maisha ya wito mtakatifu upadre? Kwa kweli mimi mwenyewe siwezi naangalia tu kama walizingatia, walezi ndio wenye kuzingatia kuziona hizi. Kwa hiyo naamini kama waliziona hizi ishara mbalimbali ambazo tumeziona kuwa huyu anaonekana ana utayari wa kutoa maisha yake kwa ajili ya majiundo ya kimungu, na ndio maana walinipitisha nikapita hapo. Kwa hiyo ninaamini hili litakuwa waliliona, na ndio maana waliruhusu niendelee na malezi mpaka hatimaye nikapata huduma nyingine zile za malezi kama usomaji, usindikizi na baadaye ushemasi. Na nachokumbuka tu mimi katika ushemasi, nilipata ushemasi tarehe 29 mwezi Novemba 1983, na kwa sababu ni muda mrefu sasa, hata mimi mwenyewe baada ya kuwa padre na ninavyoendelea, ninaonja ulikuwa tofauti sana na ushemasi tunavyokwenda siku ya leo. Mimi nakumbuka walianza matangazo tukiwa seminarini, matangazo ya ushemasi wanatangaza majimboni. Mimi kwa asili nilikuwa jimbo la Iringa. Kwa hiyo tulipofunga seminari yetu tukaenda katika majimbo yetu, mimi nilipangiwa, tulikuwa watatu, nilipangiwa kwenda parokia moja, parokia ya Liasa huko Iringa, na paroko wangu alikuwa na msaidizi, alikuwa ni mzee, alikuwa ameenda Ulaya, hakuweko pale. Basi wakati unajua hatukuwa na simu kama siku hizi, mitandao imejaa, ilikuwa radio call. Basi niliitwa kwa radio call kutoka nilikokuwa kule, kama ninatakiwa kwenda Tosamaganga huko, naitwa na askofu. Kwa niliondoka pale, pana kilomita hazipungui 10-11 kwenda barabara kuu. Wakati huo kulikuwa kuna shida ya usafiri pia. Usafiri sio kama leo, na pale nilikuwa tunatembea na hatujiulizi kama tungehitaji usafiri, hakuna mbadala. Ilikuwa ni nzuri tu, tunakuja huku Songea, hakukuwa na lami. Lukumburu zote hizi tulikuwa tunazishuka, tunatumia muda wa kutosha kufika huku. Kwa hiyo nikasikia kama ninaitwa kwenda Tosamaganga. Basi waliponiambia pale, niliondoka kwa mguu mpaka barabara kuu ili ningoje nipate magari ya kuelekea huko. Basi nikasafiri mpaka huko Tosamaganga. Kule nikakutana na wenzangu pia, wale wawili ambao tulikuwa pamoja, wameitwa. Tukaenda seminari ile pre-form 1 pale Tosamaganga.
Basi kumbe na askofu alikuwa amekuja pale pale, alituanzishia mafungo kwa ajili ya ushemasi. Kwa hiyo tulifunga pale siku 5 pale pale. Tulipofika Alhamisi akasema twende kwa mabradha wa Shimu mkale viapo. Tukaenda huko bwana, tukala viapo kuelekea ushemasi. Kumbe kulikuwa na upadre alikuwa anatoa parokia ya Ujewa. Kulikuwa na mmoja aliyekuwa shemasi anapata upadre kule, na huyo alikuwa anasoma Segerea. Basi tumeenda kule, tumepata kuweka viapo vile ambavyo huwa tunaweka jioni ya kuelekea ushemasi. Basi tukarudi pale seminarini tulipokuwa tumekaa form 1 hapo. Ijumaa ameondoka na sisi, anaendesha gari yeye mwenyewe, ametuchukua sisi watatu mwenyewe tunaenda. Akasema twende Ujewa, atakuwa anatoa upadre na sisi huko tutapata ushemasi. Matangazo yalishakuwa amepita. Alo, tulienda huko, hakuna cha ndugu na jamaa kuwa sasa hivi si kuna ushemasi wapi. Basi tukaenda moja kwa moja mpaka Ujewa. Walikuwa nakumbuka sana wale mapadre walikuwa wa Croatia. Alikuweko Niki Dražen na mwenzake paroko walikuwa pale. Basi tukaenda pale, yule padre alikuwa wa parokia ile. Basi siku ya upadre wa yule na sisi tulipata ushemasi sisi watatu. Hamna baba wala mama? Hakuna, hata paroko wangu si ameenda ziara Ulaya. Hata paroko msaidizi. Basi tukapata pale. Sasa baada ya misa tumeshapata nani pale, ndio mara ya kwanza nikaona watu wanampatia zawadi yule padre wao. Basi umepata zawadi zile. Jioni yule padre akatuita, akaanza kutugawia zawadi zile alizopata pesa, na mimi akatupatia. Tunashangaa kweli, we bwana, na tulikuwa kwa kweli hatumjui. Alikuwa mkonsolata, halafu baadaye alikuwa nasoma Nairobi mkonsolata, baadaye akaingia jimbo, ndio askofu kampeleka akasome Segerea. Sasa kitu cha pekee siku hiyo tarehe 29 Novemba mwaka ule, yule padre alifika pale na rekta wake kutoka Segerea, ni Kardinali Pengo. Kumbe alikuwa askofu mteule wa Nachingwea, na hivi alikuwepo siku ile tu kwa kupata upadre huyu. Yeye akatambulisha kwetu, akatambulisha kwa watu pale, huyu ni askofu mteule wa Nachingwea, na manaka anaingia kanda ya kwetu ya huku manake bodi ya Peramio. Alikuwa mwembamba, rekta kutoka kule amekuja kwa ajili ya kushuhudia upadre wa huyu. Kwa hiyo na picha yake ilikuwa ni black and white. Hata baada ya kifo hapa nikakumbuka, 83 Novemba akiwa askofu. Na ndio maana 1984 nadhani tarehe 6 Januari alipata sasa uaskofu huko Roma. Pale alikuwa mteule Novemba hizo. Kwa hiyo ndio mazingira. Kwa hiyo mimi nilirudi, yeye mwenyewe ametuendesha, ametuacha nani huko Tosamaganga, ametupeleka pale na wote tukatawanyika kwenda kwenye parokia zetu. Si Ujewa, nani Liasa. Kurudi pale namkuta bado yuko tu paroko
msaidizi. Namwambia mimi ni shemasi. Ni ukweli basi. Muda mfupi akafika paroko. Karudi toka Ulaya huko, alienda Italia na Ujerumani. Anarudi pale sasa, alo, nasikia we ni shemasi. Nikasema bwana, shemasi. Akasema haki hapa. Yaani kabisa, na paroko sikuwepo. Basi tukaendelea basi, lakini mazingira ndio yalikuwa na hayo. Sasa kuishi ni kuona mengi, ndio tunapoona siku hizi ushemasi. Sasa uwezo ukatambua ni ushemasi upadre. Mimi kwa sababu nimelea pia Peramiho na Segerea pia. Segerea miaka 5, hapa Peramiho miaka 4. Kwa hiyo tulikuwa tunalea, tunaangalia jinsi ushemasi unavyogeuzwa ukawa na sherehe kubwa za pekee. Ndio kukua, lakini sisi hatuwezi tukadai kama mbona zamani ilikuwa hivi. Ndio vipindi vyenyewe, kila moja anaingia katika kipindi hicho, na lazima uwe tayari, huyu ameitwa katika kipindi hiki na atalelewa katika kipindi hiki. Kama siku hizi mnaitaita kizazi cha .com, lakini .com kanisa ni la jana, juzi, leo na kesho. Ni pale pale tunaenda. Na kwa hiyo nilikuwa tu nataka kukuambia jinsi ushemasi wa leo unavyotofautiana na ushemasi wa huko nyuma, lakini ni ushemasi ule ule. Ushemasi ule ule. Labda leo hivi mwingine angelia hakuna zawadi, hakuna nini. Mavazi yale ya kishemasi uliyapata wapi na ulikuwa hujaandaliwa? Mavazi si unapata parokiani hapo hapo. Si stola tu ya kuweka, kwani seminarini tulikuwa tunavaa. Si tunavaa ya pale pale. Hatukuwa na mavazi mapya ya aina yoyote. Wala mtu kujinunulia mavazi yake. Utajinunulia wapi wewe? Kwanza unajua utapata chenyewe hicho. Wewe umeitwa. Kwa hiyo tulifika pale, hakika wale mapadre unachukua tu si mavazi ya misa. Yale na stola unaiweka upande kama kawaida, unajua ni shemasi. Ushemasi wanavaa hivi. Tukapata ushemasi na kuvikwa stola siku ile, kama ibada ya kupata ushemasi pale pale na nguo. Si kwamba tuna mavazi mapya tumepewa wapi hata siku moja. Kwa hiyo huko nyumbani walianza kupata baadaye, tunasikia fulani ni shemasi. Maana yake nini? Au amepata kipaimara? Hapana, ni shemasi. Kwa hiyo basi ushemasi tumepita hivyo. Na sisi ushemasi ulikuwa wa mwaka mzima. Sio kama hapana, ulikuwa ni mwaka mzima. Kwa hiyo nimepata ushemasi tarehe 29 mwezi Novemba. Upadre nimekuja 84 sasa tarehe 15 mwezi Novemba. Baada ya mwaka moja ndio nimepata sasa upadre katika parokia ya kwangu Ifunda. Askofu alikuwa anatupatia wiki moja, akitoa wiki hii hapa, na alipenda kutoa siku za Alhamisi. Kwa hiyo alitoa Alhamisi, ilikuwa Tosamaganga kwa ajili ya padre mwenzetu sasa ametutangulia, aliyokuwa vijii wakati fulani wa Iringa, Alois Mdemu ndio alikuwa pale. Alafu Mageranga yuko ye alikuwa parokia ya kuelekea Kilolo. Na yule upadre alipatia katika kigango chake. Kigango alipatia si parokiani. Basi tulikwenda namna hiyo. Padre mimi nimepata mwaka moja, wote tumepata mwaka moja baada ya nani. Mwingine alipata tarehe 22, mwingine 13 na mimi 15. Kwa hiyo ndio mambo yalivyokuwa
yalivyokuwa pale, na baadaye kweli wakati huo Kardinali Pengo sasa akawa askofu wa Nachingwea, jimbo la Nachingwea, na baadaye ndio akaunda jimbo la Tunduru Masasi. Na Nachingwea iko pale na iko chini ya Lindi sasa, jimbo la Lindi, na kiti chake kiko hapo hapo. Usije ukakalia paroko kile kiti cha hapo hapo. Sasa akifika askofu wa Lindi sasa ndio anaweza kukalia, kipo hapo. Kwa kweli katika mito yetu, kama kwangu mimi mwenyewe, kama nilivyokuelezea jinsi nilivyoenda katika viashiria hivi ambavyo kwa kweli walezi wetu ndio wenye kuviona, na kwa kweli tunaomba wavione, na pale ambapo inaonekana si sawa wavitambue, kwa sababu kufikia huduma hii halafu baadaye ikawa na changamoto nyingine isiyopendeza katika kanisa ni ngumu sana, inaleta uchungu. Na ndio maana mi kwangu huwa narudia ni nafuu kilio cha waamini wanalilia kupata padre ambaye hayupo kuliko kulia kwa ajili ya padre asiyefanya utume wa kipadre. Nafuu asiwepo, kwa sababu watakuwa na matumaini siku moja tutapata. Akiwepo hafanyi kile, wanakata tamaa, na hivi hakuna kitu kingine tena kinaweza kuwa nane. Ndio maana tunakazia sana swala la kuhakikisha kama kweli tunajitahidi juu ya hivi viashiria hivi kuvifuata sawasawa, na hasa kwa nyinyi walei pia, kwa sababu tunatoka kwenu, na hivi kuweza kunani, badala la sivyo kuvificha ili kusudi basi akafikia mtu na baadaye kinakuwa kazi zito. Ndio hivyo nilikuwa nadhani ni muhimu. Asante sana baba, ni kushukuru sana kwa maelezo haya ambayo umetuongezea hapo. Labda tutazame, na kwa faida yetu sote, hasa sisi waamini walei, lakini kwa faida ya wengine wote, tutazame nyenzo za kufikia wito wa upekee. Nyenzo zake ndizo hizo. Kwa mfano tumeshasema kuwa wito ni zawadi toka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hatuwezi tukajitafutia nyenzo zetu sisi wenyewe, ni lazima tumuombe Mwenyezi Mungu atuonyeshe hizo nyenzo ambazo zitatusaidia, ambazo ziko vile vile kama nilivyosema hizo. Kwa mfano viashiria hivyo vyote avitazame. Sasa nyenzo zenyewe, kwa mfano kwa sasa hata kupata katika seminari tuweze tukapata walezi sawasawa, siri mradi walezi, tukapata walezi sawasawa ambao kweli wanaweza wakafuata nyenzo. Kwa mfano sasa, kwa mfano katika kusoma, unajua padre mpaka afikie upadre, sheria za kanisa zipo na zimeweka hata katika malezi yake, masomo yake. Kwa mfano ni hasa sheria ya kanisa 10:35 mpaka 38 mpaka 10:38 10:36 pale, lazima asome katika seminari inayoeleweka na Roma, inayotambulika na Roma. Kama filosofi si chini ya miaka 2, teolojia si chini ya miaka 3. Lakini sisi katika nchi za misioni na katika Tanzania, filosofi lazima upite miaka 3, teolojia miaka 4, pamoja na kichungaji ni 5. Lazima upite hapo. Kwa hiyo hizi tungeweza tukasema ndio tupate sasa nyenzo, vifaa kama ni ya filosofi, kupata walimu wenye sifa hizo,
na wako wazi walimu wa philosophy tu, ili kusudi apate baccalaureate shahada ile nani yake, lazima muwe walau mna madaktari wa falsafa wasiopungua 2 na wa license wasiopungua 3. Tumshukuru Mungu kwa Peramio, nadhani madaktari tu wapungui 4 na wengine tena 3. Kwa hiyo tuna qualify, ingawaje hatujaanza kabisa, bado tunajaribu kutafuta uwezekano wa kuanza kwa falsafa. Teolojia tunayo hiyo ya miaka mingi, tunaendelea nayo kupata baccalaureate. Lazima, yani kama ilivyo TCU huku na kule ni hivyo hivyo, huwezi ukafanya namna nyingine. Afadhali uongeze. Tumeongeza miaka ikawa 3, ingawa pale wanasema 2 ingetosha kama watakava syllabus hizo, basi they are comfortable, kuliko kusikia sijui mmepunguza, mmefanya nini. Kwa hiyo katika seminari hiyo ni kubwa, yani kupata vitabu vya kutosha. Kwa mfano hata sasa hivi wapate IT ya kutosha katika masomo mbalimbali na hivi tuweze tukafika mahala fulani. Kwa mfano kama hivi wito wa upadre anahitaji nyenzo kama vile malezi bora, sawa, na mifano mizuri toka kwenye familia. Ndio maana hapo nilitolea mfano ule wa kusema mimi naweza kuwa tayari hata kupeleka mtoto anayetoka kwa wapagani kama ninaona familia ile yani ni nzuri, pamoja na kuwa kuliko familia aliyochakachua maisha ya Ukatoliki. Ana mitara, ana nini, lakini anataka watoto wake waende seminarini. Kunakuwa na kazi, pamoja na kuwa mtoto mwenyewe ana hamu, lakini haitoshi. Lazima tuweze tukaona katika hata familia zetu zinakaa namna gani. Halafu maisha ya sala ye mwenyewe, kwa sababu hizi kweli ndio zenye kukusaidia ufikie lengo. Bila kusali sasa utafika wapi? Kwa hiyo ndio maana kwenye vituo vya malezi sehemu ya sala ni mpangilio mzuri kabisa. Ataamuka asubuhi saa hizi, atasali, ataenda labda kupata kifungua kinywa, ataanza masomo. Mchana kuna sala ya mchana, jioni kuna sala ya jioni, usiku kuna sala ya usiku. Kila kitu tunaenda kwa mtindo huo, lakini zaidi tunatazama pia sala kwa mtu binafsi, anavyoweza akaenda akaabudu yeye mwenyewe, yani binafsi. Unamuona hapa nakwenda, hafuati rutini au ratiba tu iliyopo. Hata unaona huyu ya sala ya mtu binafsi, licha ya zile sala za jumuiya lakini ana kitu cha zaidi katika maisha ya sala. Halafu walezi katika parokia na katika nyumba za malezi, kuwe na taratibu hizo. Na sisi katika malezi katika parokia ndio hizi sasa utume kwenu na halmashauri za walei. Wakati fulani unaomba kabisa, naomba jamani ripoti ya mseminari huyu, hawako tayari. Na kama mmekwishaona labda dosari, mkasema kwa kweli hapa hapana, lakini hamjapata kutoka kwao, baadaye mnakuja na sisi tulijua, wakati sasa tayari waliotambua ni wengine, na sisi tungeshangaa. Sasa kama kuna kitu saidieni, msaidie. Sio labda bahati mbaya naelekea katika labda kinywaji kisichokuwa na mpango na nini, na wewe sasa ndio unamwandalia kabisa, sijui paroko nikiwa nina shida hiyo utakuwa unaniletea tena na nyumbani, baadaye nifuate kwako. Basi tushirikishane katika malezi, basi tuwe kwa
kwa pamoja, na wala wasituogope, isipokuwa yani wafurahi. Tunafurahi kabisa tunapolea wote kwa pamoja, hatubaki upande mmoja, tunakuwa na wote. Hizo kwa kweli ni nyenzo. Kwa hiyo nyenzo pia, na nyinyi waamini walei mna nafasi ya mchango wenu na maisha mazuri, na kutoa mifano mizuri hata ya maisha pamoja na ya familia zetu, wakati fulani kuhamasishana hata katika familia.